katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Nawakaribisha tena katika tafakari yetu ya kipindi hiki cha Noeli. Ni kipindi kizuri sana kwa Mkristo yoyote, ni kipindi kizuri kwa mwanadamu yoyote, kwani ujio wa mkombozi wetu Yesu Kristo ni kwa ajili ya watu wote, ni kuwakomboa watu wote na sio mmoja mmoja. Wote tumealikwa katika mradi mzima wa ukombozi, bila kubagua. Kwa hiyo tunaposherehekea sikukuu hizi za Noeli, sikukuu ya Christmas, sikukuu ya kuzaliwa kwake Mwokozi wetu, ni furaha tele. Niwapongeze nyote kwa kutembea pamoja katika kipindi cha majilio, kipindi cha maandalizi. Siku imewadia, siku ya kusherehekea. Natumaini kwamba mmekutana kama familia kwenye mafamilia zenu, walau kwa mwaka mara moja kukutana na kusherehekea pamoja, hasa kipindi cha Noeli ambacho kinatualika pia kutafakari juu ya familia zetu ambazo pengine sio kamilifu, lakini ndizo ambazo Mungu amezipa majukumu ya kuendeleza kazi yake ya uumbaji hapa duniani, kazi yake ya ukombozi, na mwisho tuweze kumfikia. Kama ilivyokuwa familia takatifu ambayo tutaisikia katika kipindi hiki cha Noeli. Tutasikia simulizi mambo yalivyokuwa kipindi hiki cha Noeli. Ndio mwaliko pekee wa kujikubali sisi kama tulivyo katika familia zetu na mapungufu yetu, tukitembea kuelekea ukamilifu. Sio rahisi, lakini ni safari ya siku kwa siku. Katika basi masomo yetu ya sikukuu hizi za Christmas, tukianza na mkesha wa Krismasi au mkesha wa Noeli, tunaalikwa kutafakari masomo yafuatayo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Isaya sura ya 9 mstari wa 1 hadi wa 6. Hapo kwanza aliingia nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Watu wale waliokwenda katika giza wameona nuru kuu, wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa mauti nuru imewaangazia. Umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao,
wanafurahi mbele zako, kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahivyo wagawanyapo nyara. Kwa maana ameivunja nira ya mzigo wake na gongo la bega lake, na fimbo yake yeye aliyemwonea, kama katika siku ya Midiani. Maana silaha zote za mtu mwenye silaha wakati wa mshindo na mavazi yaliyofiringishwa katika damu yatakuwa tayari kuteketezwa, yatakuwa kuni na kutiwa motoni. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanamume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Somo la pili katika mkesha, somo la pili katika misa ya mkesha wa Noeli litatoka katika kitabu cha waraka kwa Tito, sura ya 2 mstari wa 11 hadi wa 14. Maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa, tukitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu, Mungu mkuu na Mwokozi wetu, ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wake milki yake mwenyewe, wale walio kwa juhudi katika matendo mema. Na katika Injili tutasoma Injili ya Mtakatifu Luka, sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 14 katika misa ya mkesha. Alafu misa ya alfajiri itakuwa ni kuanzia mstari ule wa 15 hadi wa 20. Labda nitasoma basi tuseme sura ya 2 mstari wa 1 hadi wa 20 ili basi kupata pia tafakari moja kwa moja ya misa ya alfajiri. Siku zile amri ilitoka kwa Kaisari Augusto ya kwamba iandikwe orodha ya majina ya watu wote wa ulimwengu. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyoandikwa hapo Kirenio alipokuwa liwali wa Shamu. Watu wote wakaenda kuandikwa, kila mtu mjini kwao. Yusufu naye aliondoka Galilaya toka mji wa Nazareth, akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Galilaya. Toka mji wa Nazareth akapanda kwenda Uyahudi mpaka mji wa Daudi uitwao Bethlehemu, kwa kuwa yeye ni wa mbari ya jamaa ya Daudi, ili aandikwe pamoja na Mariamu mkewe, ambaye amemposa naye ana mimba. Ikawa katika kukaa huko siku zake za kuzaa zikatimia, akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamvika nguo za kitoto, akamlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hakukuwa na nafasi katika nyumba ya wageni. Na katika nchi ile ile walikuwako wachungaji wakikaa makondeni na kulinda kundi lao kwa zamu usiku. Malaika wa Bwana akawatokea ghafla, utukufu wa Bwana ukawang'aria pande zote, wakaingiwa na hofu kuu. Malaika akawaambia, msiogope, kwa kuwa mimi ninawaletea habari njema ya furaha kuu itakayokuwa kwa watu wote. Maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndiyo ishara kwenu, mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto, amelala katika hori ya kulia ng'ombe. Mara walikuwapo pamoja na huyo malaika wingi wa jeshi la mbinguni, wakimsifu Mungu na kusema, atukuzwe Mungu juu mbinguni, na duniani iwe amani kwa watu aliowaridhia. Ikawa malaika hao walipoondoka kwenda zao mbinguni, wale wachungaji waliambiana, haya, na twendeni mpaka Bethlehemu tukalione hilo lililofanyika alilotujulisha Bwana. Wakaenda kwa haraka, wakamkuta Mariamu na Yusufu na yule mtoto mchanga amelala horini. Wakamwona, wakatoa habari walioambiwa juu ya huyo mtoto. Wote waliosikia wakastaajabu kwa hayo walioambiwa na wachungaji. Lakini Mariamu akayaweka maneno hayo yote akiyatafakari moyoni mwake. Wale wachungaji wakarudi huku wakimtukuza Mungu na kumsifu kwa mambo yote waliosikia na kuyaona kama walivyoambiwa. Wapendwa katika Kristo,
Katika masomo yetu ya mkesha wa Krismasi ambao tunasherekea basi ujio wa Mwokozi wetu katika dunia yetu, tunaalikwa kujifunza yafuatayo. Katika somo la kwanza la nabii Isaya ambaye alitabiri ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, tunajifunza kuhusu nuru. Tunaambiwa kwamba mtoto huyu anayezaliwa ni nuru. Ni nuru ambaye inawatoa watu katika giza na kuwaweka katika mwanga. Sema watu wale waliokwenda katika giza sasa wameona nuru. Waliokuwa katika uvuli wa mauti, nuru imewaangazia. Ndugu zangu katika Kristo, giza ambalo tulikuwa nalo au giza ambalo sisi wanadamu tunakuwa nalo mara nyingi ni kuelewa vizuri matakwa ya Mungu katika maisha yetu, na pia kuchagua daima yaliyo mema. Hilo ndo giza kuu ambalo tunalo, liko tororo katika mioyo yetu. Mara nyingi hatutambui vizuri matakwa ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu ya kila siku, yale ambayo anataka sisi tufanye kama wanadamu, kama wabatizwa, kama wafuasi wa Yesu Kristo. Mara nyingi tunachagua vibaya, tunafanya yale yasiyo, kwa tunakuwa katika giza fulani, hatuoni njia sahihi. Ujio wa mtoto, ujio wa huyu mwana wa Mungu, ujio wa Mungu kati yetu ni nuru kwetu, ni mwanga kwetu. Sasa tutaona mambo vizuri zaidi. Sasa tutaona jipi jema la kufuata na baya la kuacha. Katika somo la pili, neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa. Neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu imefunuliwa. Ile neema ambayo ilikuwa imejificha, Mungu alikuwa hayupo waziwazi kwa wanadamu. Sasa hiyo neema imefunuliwa kwa wanadamu kwa kujua huyu mtoto. Huyu mtoto ni neema kwetu. Najifundisha hata kujaribu kuona pale nyumbani, kwenye familia, mtoto anapozaliwa inakuwa ni neema. Na ni neema Mungu inajifunua kwetu, kwa sababu kupitia huyu mtoto kuna sala nyingi ambazo watu wamekuwa kisali huku duniani zitajibiwa. Huyu mtoto baadaye atakuja kuwa mtaalamu, labda atakuja kuwa rais wa nchi, kwa waziri mzuri, mwadilifu, au kuja kuwa kiongozi mzuri wa kanisa. Ni neema. Mtoto yote ambaye anazaliwa ni neema, ni mwanga, anafungua milango mipya anafungua milango mpya kwa familia, kwa wanafamilia, kwa ndugu, jamaa na marafiki. Ndivyo Yesu Kristo anapokuja kwetu kama neema ambayo imefunuliwa kwetu. Mungu kati yetu, Mungu anayekuja kuishi pamoja nasi, kuonja machungu ya maisha yetu. Hata kama vyuma vimekaza, basi anakuja na yeye ataonja hiyo hali ya vyuma kukaza, hiyo hali ambayo tunaishi ya mateso, kwa sababu hatupati mkate wetu kila siku, au tunaupata kwa shida na kadhalika. Kwa hiyo watu ambao walikuwa wametembea katika giza, hapa tunasikia somo la kwanza, sasa wanapata neema ambayo inafunuliwa kwao, ambayo itawatoa kwenye hili giza. Neema ambayo inafunuliwa kwetu itatoa kwenye hili giza na kutupeleka katika mwanga. Na neema hiyo ni huyu mtoto ambaye sasa kwa ujio wake inabidi sana inatufanya sisi, kama tulivyosikia kwenye somo la pili, kuondokana na zile njia za zamani, njia za giza, njia za kutenda ubaya, kutenda maovu, njia za kutokumjali mwenzako, njia za kuwa mbinafsi, njia za kuiba hata yale ambayo unafikiri kwamba kuiba hata yale ambayo unajua kwamba yangeweza kuwa ni muhimu sana kwa maendeleo ya wote, sio ya kwako binafsi. Hayo ndio mambo ambayo huyu mtoto anakuja kutufunulia. Na hata kuwa mkimya, akishaanza kuongea tu atakuwa ananyosha mistari. Hili ndio natakiwa kufanywa, hili ndio natakiwa kufanya, hili ndio la muhimu kama wahujaji hapa duniani. Kwa hiyo somo la pili linatukumbusha tu kwamba hiyo neema imefunuliwa kwetu kwa ujio wa huyu mtoto, na kwamba sasa inabidi kututoa katika hali ya zamani ya kuishi kwenye giza kama aliongelea nabii Isaya, na kuishi sasa katika haki, kuachana na utumwa wa dhambi na kuingia katika watu huru, watoto wa Mungu ambao ni huru, ambao wanaishi vizuri yale matakwa ya Mwenyezi Mungu bila kupindisha. Katika somo la Injili, ndugu zangu, sasa tunarithiwa ilivyotokea hii neema ilivyofika sasa ulimwenguni, hii neema ilivyokuja katika dunia yetu. Mwanga huu ulivyofika kwetu, ulifika fikaje? Mwinjilisti Luka anatusimulia kinaga ubwaga jinsi ilivyotokea. Anasema ilikuwa ni kipindi cha, alikuwa ni mtu mwema, lakini kama wafalme au marais
wenye hulka za kifalme pia wana mambo yao ambao ni makando kando, ambayo pengine sio mazuri, lakini basi ni sehemu ya historia. Kwanza, kwa nini tunasimulia hili? Tunasimulia kwamba ni kitu kilitokea wakati ambapo huwa kuna kiongozi alikuwa anaongoza himaya fulani, ikiwa na maana kwamba kimetokea katika historia, sio kitu cha kubuni. Ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo duniani, kuzaliwa kwa huyu mtoto hapa duniani, sio kitu cha kubuni, kilitokea katika historia. Ndio kipindi hicho halisi, na tunaambiwa kwa details kabisa, walitoka hapa kwenda pale, kwenda kijijini kwao kule Bethlehem, kwenda kuhesabiwa. Tunaambiwa ile jambo la kuhesabiwa, ila sensa, lilikuwa ni mara ya kwanza kabisa katika ufalme huo. Ni mara ya kwanza kuhesabiwa katika ufalme huo. Tukumbuke kwamba kuhesabiwa kikatiba, hata katika sheria za nchi zote, mnapokuwa wanapohesabiwa ni kwa sababu wanataka kujua pia idadi ya watu, wajue kwamba wanapofanya makadirio ya kodi, makadirio ya maendeleo, makadirio ya sehemu ambazo zitakuwa zinahitaji huduma za kijamii na kadhalika, inatokana na sensa, inatokana na kuhesabu watu. Kwa hiyo wakati mwingine malengo si mazuri, wakati mwingine malengo si mazuri ya sensa. Mwingine anahesabu kujua ni wangapi watanipigia kura, wangapi hawatanipigia kura, au wapiga kura wamekuwa wangapi kwa sasa, au wamepungua, au wameongezeka wangapi watakaopiga kura kipindi kijacho, ili niweze kujiandaa vizuri. Kwa kuna sababu nyingi sana za kufanya sensa. Kipindi cha kufanya sensa nafikiri ilikuwa ni kwa sababu pia kujua ni kodi kiasi gani unaweza kukusanya. Tukumbuke kabisa kuna mtu mmoja ambaye alishatuma kwenye mitandao ya kijamii. Nafikiri kwa nini hapo kabla ilikuwa hakuna majina, yalikuwa hayana ubini. Manake mtu unakuta tu ni jina moja Zakaria, lakini hatujui ubini wake ni upi. Elizabeth hatujui ubini wake ni upi. Daudi hivyo, hamna anayejua ubini wake, lakini baadaye unajua jina la mtu na ubini wake. Kwa nini? Kwa sababu hizi sensa zinapoanza, hizi sensa sasa nataka kujua huyu ni wa wapi. Na ili kusaidia nini? Kodi ndio swala la kwanza kwenye malipo, kulipa kodi kwenye masuala ya uchaguzi, ama kujua kwamba naweza nikategemea kura ngapi na kadhalika. Hayo huwa ni ya muhimu. Kuanzia hapo mambo ya ubini yameanza kutokea, kwa sababu kisa baada ya kwanza sasa watu wakishaanza kuhesabiwa ndio wanaanza kuweka data. Huyo ni fulani, ni ukoo fulani, ni wa jamii fulani, anatoka kijiji fulani, anakaa sehemu fulani, anafanya kazi fulani, hivi na hivi. Kwa hiyo Maria, Yosefu walibidi pia watimize hili takwa la kikatiba, takwa la kisheria la kipindi hicho la kuhesabiwa. Kwa hiyo walibidi warudi kwenye kijiji chao kuweza kuhesabiwa. Wakiwa safarini kijijini kwao kwa ajili ya kuhesabiwa, muda wa Bikira Maria kujifungua ukafika, kujifungua mtoto ambaye ndio hii neema ambayo tumesikia katika somo la pili, ambayo ndio huu mwanga, hii nuru ambayo tumesikia katika somo la kwanza. Ukawa umefika wakufika muda mwafaka wa yeye kuingia hapa duniani, ukawa umefika. Sasa tunahadithiwa kwamba hapakuwa na sehemu ya kwenye nyumba ya wageni, hapakuwa na nafasi, palikuwa pamejaa. Ni kama ilivyo sasa hivi Noeli au Christmas, uende maeneo ya kaskazini kule Kilimanjaro, kule kwetu kule kwa Wachaga, utakuta pamejaa kwa sababu watu wengi wanarudi nyumbani kipindi kama hiki, na wengine wanatania kwamba tunaenda kuhesabiwa, lakini sio kuhesabiwa, ni kusherehekea pamoja katika familia, kusherehekea huu mwanga, kusherehekea hii neema katika familia. Labda watu mwaka mzima walikuwa waonani, magumu mengi wamepitia, shida na kadhalika. Wanapokutana kipindi kama hiki, ni kipindi cha kukaa pamoja, kushirikishana pamoja yale yaliyojiri, lakini zaidi kuombeana baraka ili mwaka unaokuja uweze kuwa na mafanikio zaidi. Na watakia kila laheri wale ambao wako majumbani. Basi nyumba zilikuwa zimejaa za wageni, na hakuna sehemu ya kuweza kumsitiri Bikira Maria aweze kujifungua vizuri mtoto wake. Wapi walienda sasa baada ya kuwa pamejaa? Walienda kwenye hori, kwenye zizi la ng'ombe. Walienda kwenye zizi la ng'ombe, sio zizi la ng'ombe, zizi la wanyama. Walienda kwenye zizi la wanyama, ambapo hapo wakatengeneza sehemu nzuri ambapo Yesu angeweza kuzaliwa, na hiyo sehemu nzuri ilikuwa ni hori. Ile sehemu ambayo tunawekea chakula cha wanyama waweze kula. Kwa nini Mtakatifu Luka anatufanya tupitie katika historia hii, kwamba sehemu gani ambayo Yesu alizaliwa? Kwanza kuondoa ile matarajio yote ambao walikuwa nao pia Wayahudi, kwamba huyu ni mwana wa Mungu, ni mfalme, kwamba anakuja kisiasa. Yesu Kristo hakuja kisiasa. Huyu mtoto, hii neema ambayo imekuja ulimwenguni, huu mwanga, hii nuru ambayo imekuja ulimwenguni, haikuja kisiasa. Haikuja kwa sababu za kisiasa. Kwa hiyo sio mfalme kama wafalme wengine, kwamba inabidi aishi kwenye kasri, jumba kubwa, gari kubwa. Siku hizi tunasikia hizo kesi za ma V8, labda angetembelea V8 na kadhalika. Hapana. Anakuja kama mtu wa kawaida sana, kwa sababu ufalme wake sio ufalme wa dunia hii.
Ufalme wake haupo katika kutumikiwa, ufalme wake upo katika kutumikia. Ndio maana hata katika mazingira yake ya kuzaliwa, anazaliwa kwenye mazingira duni, mazingira ya kimaskini kabisa, kuonyesha kwamba haya mambo ya kidunia yanapita, haya material things, hivi vitu vile, mali na kadhalika, ni vya kupita. Sio hivyo tunapaswa kuvishikilia, kuvihusudu, kuviabudu katika maisha yetu. Funzo linaanza hapo tu wakati wa kuzaliwa kwake, kwamba amekuja kutufundisha, kutuonyesha mwanga kwamba jamani, msinganganie sana na vitu, msinganganie sana na mali. Haya ni mambo ya kupita. Kuna mambo ya muhimu zaidi, mambo ya familia, upendo, msamaha na kadhalika. Haya mambo ndio atatufundisha, ambayo ndio yanafaa kwa kila Mkristo kuyaishi. Atatoka kwenye giza, kwa sababu mpaka hapo alipokuja bado ilikuwa ni hii mantiki kwamba mtu mkubwa anatakiwa kuishi kwenye nyumba kubwa, nyumba ya kifahari, gari la kifahari, akizaliwa kwenye kitanda cha dhahabu na kadhalika. Lakini Yesu anazaliwa katika mazingira duni kabisa. Tafsiri nyingine ya Yesu kuzaliwa katika mazingira kama haya, tumekuwa tukijiandaa kipindi hiki cha Majilio kwa ajili ya sikukuu hii ya ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Tumekuwa tukiandaa nini? Tumekuwa tukiandaa moyo wetu, kwa sababu Yohana Mbatizaji alikuwa akihubiri, yanyosheni mapito ya Bwana, nyosheni njia zake, fanyeni hiki, fanyeni kile, tubuni na kadhalika. Kwa sababu ili moyo wetu uweze kuwa sehemu nzuri ya kumpokea Yesu Kristo. Kwa sababu moyo wetu una tabia kama ya zizi la wanyama. Moyo wetu, kwa sababu ya ule urahisi wetu wa kutenda mabaya, tukana, gombana, kuwa na chuki, kuwa na nini, ni kama zizi la wanyama. Unajua wanyama, kwenye zizi la wanyama, kwa wale ambao nyumbani wana wanyama wanafuga, wanajua ukishasafisha banda la wanyama, haipiti dakika tayari umeshachafua tena. Alafu kwenye banda la wanyama sio karibishi, ile banda sio karibishi na uga na harufu ama harufu ya mkojo au ya mambo mengine ambayo unafikiri mnaelewa. Kwenye zizi la wanyama kuna kuaje? Unapowalisha pia vyakula unavyowalisha na kadhalika, panakuwa daima pana harufu mbaya, pengine panakuwa daima ni pachafu. Hata kama unasafisha panachafuka. Unaweza kuwa unasafisha hapo, kitoka ng'ombe kashakojoa au kafanyaje, basi ni sehemu ambayo daima inahitaji usafi, ni sehemu ambayo daima ni chafu, sehemu ambayo ina harufu. Sio sehemu karibishi, sio sehemu ya kukaa. Lakini hii ndio sehemu ambayo Yesu ameamua kuchagua kuzaliwa, au Mungu ameamua kuzaliwa katika eneo hili ambalo linadharauliwa na watu wote kwa sababu ya ile hali yake ambayo sio nzuri, ile hali yake ambayo sio safi, ile hali ambayo sio kuvutia. Kwa hiyo Yesu anazaliwa pale kutuambia kwamba anazaliwa katika mioyo yetu yenye tabia hizo za zizi. Mioyo yetu ambayo daima inakaa uchafu. Daima ukishasafisha, umetoka kuungama tu, ukitoka nje tayari umeshatenda dhambi, ama kwa mawazo, ama kwa maneno, ama kwa matendo yako. Haijalishi umesafishaje, hata kama umesafishwa kutumia jiki au nini, unatoka tu nje tayari makasiriko au nini, majivuno, kadhalika, mambo kibao ambayo yanafanya moyo wetu uwe kama zizi la wanyama. Sasa Yesu anazaliwa kwenye ile zizi la wanyama ambao ni moyo wetu, ambao daima ni mchafu, daima hata usafisheje baadaye unachafuka tu kwa sababu hatuchoki sisi kuchafua ile zizi, kwa sababu hatuelewi. Na Yesu anakuja ili kuifanya tu sasa hii sehemu iweze kuwa karibishi, moyo wetu uweze kuwa moyo karibishi. Kwa manake kwa ujio wake ataufundisha moyo wetu jinsi ya kupenda kama Mungu anavyotaka tupende, kuhurumia kama jinsi Mungu anataka tuhurumie, kusamehe kama jinsi Mungu anataka tusamehe, lakini zaidi kutumikia wengine, kujua kuwa wadogo, kujua kujishusha. Najua katika jamii zetu huku Tanzania, tuseme nyumbani, katika salamu, watoto wadogo wakiwa wanawasalimia watu wakubwa, wanawekea mikono kichwani. Salamu nzuri sana. Unajua kwenye jamii nyingine hawana hiyo, lakini sisi tunayo, ni jambo la kujivunia. Anamwekea mtu mzima au mtu mkubwa ambaye basi sio size yake, anamwekea mikono kichwani kumsalimia shikamoo. Sasa ili mtu mkubwa au mtu mzima aweze kupokea salamu ya mtoto, huwa kawaida ni lazima ainame au achuchumae kabisa ili aweze kuwekewa mikono na mtoto. Na mara nyingi huyo mtu mzima huwa anaishia tu kumbeba huyo mtoto, kumleta juu kabisa akaribie kichwa na kuweka mikono kiurahisi. Huu mfano ni mfano unaoendana kabisa na anachokifanya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ni mkubwa katika ukubwa wake. Sisi ni wadogo sana katika udogo wetu. Lakini sasa tunataka tumsalimie Mwokozi, tunataka tumsalimie Mungu wetu, tunataka tuwe karibu naye. Tumekuwa tukijiandaa ili kumpa salamu zetu, kumkaribisha kwetu.
Sasa ili kumwekea mikono, yeye anajishusha ili tuweze kuwekea mikono kirahisi zaidi. Lakini kujishusha kwetu sio tunajishusha tu, yeye anaamua kabisa kutubeba. Sasa anatubeba, anatuinua ili tuweke kwa urahisi zaidi mikono katika kichwa chake. Jambo gani nzuri hili! Ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, au ujio wa Mungu kati yetu, unaonyesha jinsi gani Mungu ameamua kujishusha, kuvaa ubinadamu wetu na kuishi pale tunapoishi sisi. Manake katika moyo wetu, ile hali ambayo iko kwenye moyo wetu, nilivyowaambia, ni hali kama ya zizi. Haijalishi yeye hana shida ya kuishi kwenye kasri kubwa sijui ambalo ni safi au nini. Kwenye huu moyo wetu ambao hauna thamani, huyu moyo wetu ambao mara nyingi sana unakuwa hauna ile hadhi ya kumkaribisha mtu maarufu, yeye anajishusha. Na anajishusha sio kwa ajili ya tu kukaa kwenye ile sehemu, anatuinua hata sisi katika ile eneo ambalo tulikuwa hatuna thamani, tunaanza kuwa na thamani. Yesu anakuja, au Mungu anakuja ili sisi tuwe na thamani tena, ili jambo la kumtukuza Mungu na la kumshukuru. Kwa hiyo basi Yesu anachagua kuzaliwa katika sehemu ambayo ina tabia kama za zizi, ili aweze kutakatifuza eneo hilo, ili aweze kutakatifuza moyo wetu, aweze kufanya kuwa sehemu karibishi, aweze kufanya kwamba watu wote ambao wapo katika ulimwengu wanapomkaribia mtu ambaye amemkumbatia Yesu Kristo, wajisikie nyumbani, wajisikie wako na ndugu yao, kwa maana huyu ndugu ndani mwake yupo Mungu, ndani yake yupo Yesu Kristo. Anazaliwa kwenye mioyo yetu kwa kweli yenye tabia hizo, kwamba inachafuka, unasafisha, unachafuka tena, unasafisha, unachafuka tena, usichoke. Sema Mungu huwa hachoki kutusamehe. Sisi ndio tunachoka kuomba msamaha. Kwa hiyo basi katika siku hii ya Noeli, mkesha wa Noeli, tunaalikwa ndugu zangu kukubali na kupokea neema hii ambayo ni mwanga katika maisha yetu, ambayo inataka kuja kuishi, kuweka makazi katika moyo wetu, ambao una tabia kama zile la zizi la wanyama alipozaliwa Bwana wetu Yesu Kristo kule Bethlehem. Lakini Mungu hajali, ameamua kujishusha, ameamua kujishusha na anatuinua ili tuweze kumwekea mikono vizuri na kumsalimia Mungu wetu. Salamu wewe uliyekuja kututembelea, karibu sana kwetu, badilisha maisha yetu, tufanye kweli tuweze kuishi maisha yenye maana hapa duniani. Kama somo la pili lisitiza sana kuhusu kuishi kwa haki, kutenda haki. Yesu anakuja kwenye mioyo yetu kutukumbusha daima tuache ubinafsi, tuache kujifikiria sisi tu, tutende haki katika maisha yetu ya kila siku, kwa sababu yeye ni Mungu na ni Bwana wa haki, ni Bwana wa haki. Ndio maana ufalme wake haufanani na wafalme wa kawaida wa dunia hii ambao wengi wanataka kujilimbikizia wenyewe, wengi wanakanyaga haki za wengine, wengi wanaonea wengine na kadhalika. Anakuja ili moyo wetu uweze kuwa laini, uweze kufanya kweli matakwa ya Mwenyezi Mungu, na kuwepo kwake ndani ya mioyo yetu unaofananisha moyo wetu na moyo wake, unafanya moyo wetu uanze kufanya kazi kama unaofanya moyo wake, ikiwa na maana kwamba ya upendo wa kweli kwa jirani, huruma, msamaha, utumishi uliotukuka na kadhalika. Jambo la mwisho kabisa ambalo tumesikia na la kutafakari katika mkesha huu wa Noeli wa Krismasi ni swala la wachungaji. Wachungaji wanatokewa na malaika na kupewa habari njema kwamba Bethlehem amezaliwa mkombozi, nendeni mkamuone. Nuru ile ambayo ilikuwa inasubiriwa na ulimwengu imeshafika. Nendeni Bethlehem, na wanapewa ishara kwamba wakifika kule watamkuta amelazwa katika hori la wanyama ambao hawa wachungaji walikuwa wanachunga huko pia. Kwamba kule walipokuwa wanachunga pia ni sehemu ambayo ni porini, ni pachafu, sio kwamba sehemu ya karibishi sana. Na wachungaji sio kwamba ni watu wamevaa vizuri wanapendeza au nini, ni watu ambao wanavaa kawaida sana kulingana na kazi yao hasa ya kichungaji. Ni mtu ambaye hata jasho labda anamtoka, haogagi mara kwa mara, ni watu duni tuseme katika viwango vya maisha ya kawaida. Sasa Yesu anajionyesha kwanza kabisa kwa watu hawa, kwa sababu malaika anawapa habari, wachungaji na wanakuwa wa kwanza kushuhudia ujio wa mwanga katika ulimwengu, wanashuhudia ujio wa Mwokozi katika dunia hii. Kwa nini watu hawa? Kwa sababu wewe na mimi pia tunajitambulisha kwa wachungaji, kwa sababu ya ukosefu wetu, kwa sababu ya dhambi zetu. Sisi ni watu wa kawaida sana. Sisi ni watu ambao pia pengine hatuogi mara kwa mara, watu ambao ni wachafu, kwa maana kwamba nyoyo zetu sio kwamba zinakuwa safi na zenye kustahili. Na Mungu anataka tuwe wa kwanza kushuhudia ujio wake kati yetu
hasa sisi, kwa sababu anataka tuwe wainjilishaji, tuwe watu ambao watapeleka habari njema kwa wale wengine ambao walikuwa wanajiona wasafi au kadhalika. Sisi ambao ni wadogo na katika unyonge wetu, katika uchafu wetu, Mungu anakuja kwetu ili tuweze kuwa na hadhi tena, tuweze kusikika, tuweze kuonekana, tuweze kujaliwa katika jamii tunazoishi. Wanaume wanakuwa wa kwanza kumuona Mwokozi aliyekuja duniani wakati wa Pasaka. Msisahau, tutakumbuka kwamba wanawake watakuwa wa kwanza kushuhudia ufufuko wa huyu mtoto, ufufuko wa huyu Bwana wetu Yesu Kristo, ikiwa na maana kwamba wote, wanaume kwa wake, tunaitwa kuplay part, tunaitwa kushiriki. Wote, wanaume kwa wanawake, tunaitwa kushiriki katika mradi mzima wa ukombozi katika maisha yetu ya kila siku, uwe kazini, uwe nyumbani, uwe popote pale. Nawatakia nyote sikukuu njema ya Noeli, baraka zote za Christmas. Mtoto huyu aliyezaliwa au kumbukumbu hii ya kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo yahuishe na kuyafanya upya maisha yetu, hasa maisha ya Kikristo, maisha ya kiutu, hasa utu ambao tumeupoteza kweli. Christmas hii itufanye tuanze upya, urudie ule utu wetu ambao tulikuwa nao, tuliopoteza, wa kujali wengine, wa kuhudumia wengine na kadhalika, ambao tumeupoteza, na tukua binafsi zaidi, ili tuweze kuwa watu ambao wanahudumia wengine, wanaojali wengine, watu wa haki na kadhalika. Nawatakia heri zote za Krismasi na baraka zote za mtoto aliyezaliwa. Tumsifu Yesu Kristo.